Bana, mambo vipi mwana familia wa H&T Media ambaye umetenga muda wako kuzitazama updates za michezo ambazo zinalako hapa na kutende kunako anga la michezo hapa Tanzania. Bana, moja kati ya taarifa kubwa ambayo nimekuletea leo ni kuhusiana na alichokizungumza kocha wa Young Africans. Tunamzungumzia Merad Hamdi kuelekea kwa mechi ambayo itachezwa kunako uwanja wa KMC Complex hii leo, na moja kati ya kitu kikubwa alichokizungumza yeye kuhusiana na mechi hiyo basi tunacho hapa. Watu wanasema kwamba ni kama ameonekana kuogopa hivi. Nini kinazungumziwa? Basi ni kuambie kwamba endelea kuwa pamoja nasi ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo, hasa wakati huu ambapo mechi hiyo inazidi kusubiriwa kwa hamu sana. Bana, kabla hatujafika mbali ni kukaribisha kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, hapa ni H&T Media ambaye inakuletea taarifa za michezo zinazoendelea kwa hapa ni kila siku kunako anga la michezo hapa Tanzania. Kama ndo huja subscribe basi nikwambia umekwisha kupitwa na taarifa nyingi sana. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia utafuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Utairuhusu. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mara tu baada ya kukuwekea hapa kunako TV yako pendwa ya H&T Media. Bana, kuna moja kati ya taarifa kubwa ambayo sasa watu wamekuwa wakizungumzia kwa tofauti kutokana na kwamba siku ya leo bwana KMC Complex pale kitanuka Young Africans wenyeji wakiwakaribisha Coastal Union ambao wamemfukuza kocha wao mkuu kunako kikosi hiko cha Coastal Union, na leo kocha msaidizi bwana atahusika kunako kusimamia kikosi hiko cha Coastal Union. Lakini moja kati ya taarifa kubwa ambayo inazidi kutambaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na ile slogan ya mechi hii Mashati Day. Moja kati ya taarifa ambayo ilitolewa na msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe kuhusiana na slogan ya siku ya leo kwamba Jumatatu ya leo ilikuwa ni Jumatatu ya kazi, lakini kutokana na Kalume Day kwa hiyo watu hawatakwenda kazini, lakini naamini kwamba watu walikuwa wameandaa mashati kwa ajili ya kuvaa siku kama ya leo. Kwa hiyo nini kifanyike? Basi unatinga shati lako ambalo uko umeandaa, alafu unaingia kuna uwanja wa KMC Complex ambapo mchezo huo utachezwa ukiwa umetinga shati yako. Kwa hiyo kwa namna hiyo akaita Mashati Day. Tumeweza kuona maduka tofauti wakifanya biashara ya mashati, lakini pia tumeona mashabiki wakubwa wa klabu ya Young Africans wakifanya biashara ya mashati. Tumeona content creators wengi pia nao wakifanya biashara hiyo ya mashati. Bana, nimepita kuna ukurasa wa Instagram wa mwamba moja akasema Ali Shabani Kamwe hajui kwamba kila kitu anachokifanya yeye kwa watu wengine kinaingiza pesa. Anaweza akafanya kitu kwa masihala lakini kwa watu wengine kikaingiza pesa. Sasa unaona mashabiki wa klabu ya Young Africans mashabiki maarufu wa klabu ya Young Africans wamekuwa wakiposti kuna mitandao ya kijamii wakiwa katika maduka wakinunua mashati pasina kujua kwamba involve hao katika kuposti hizo video zinawapa wamiliki wa maduka hayo kuuza mashati kutokana na kuwapo kwa hao mashabiki. Lakini si hivyo tu, Baraka Hassan Penja pia naye ameweza kutengeneza content yenye maudhui hayo, pia naye kapata pesa kutokana na content hiyo. Lakini pia medias kibao ambao wametengeneza content kuhusiana na Mashati Day wameingiza pesa, lakini Ali Kamwe kaingiza nini? Moja kati ya swali alilouliza kuna posti yake hapo mara baada ya kutamba hii Mashati Day ambayo kwa sasa imekuwa ikipenya sana kuna mitandao ya kijamii huko. Kila mtu umeona akivaa mashati na kila mtu akiposti mashati, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia pia hata yeye mwenyewe alishawahi kusema, Ali Shabani Kamwe alishawahi kusema kwamba mimi naweza nikafanya kitu kidogo lakini kikaingiza fedha nyingi sana, sio kwa Young Africans au kwa mtu yeyote, kwa sababu pia kwa sasa hivi content creators wengi wanatengeneza habari za Yanga kutokana na kwamba Yanga ndio timu pekee inayofuatiliwa hapa Tanzania. Hayo yalikuwa ni maneno yake Ali Kamwe. Lakini kutokana sasa na alichokizungumza Merad Hamdi kuelekea
kuelekea kwa mchezo huu, ambapo alifanya pressing katika kuhakikisha anazungumza na waandishi wa habari kuelekea kwa mchezo huu ambao utachezwa kuna uwanja wa KMC Complex katika majira ya saa 10, Young Africans wakiwakaribisha Coastal Union, mchezo wa 24 katika michezo 30 ya ligi kuu ambayo inatakiwa kuchezwa. Basi Young Africans anakwenda kucheza mchezo wa 24 akiwa mbele kabisa, akiwa mbele ya msimamo, ameshikilia msimamo namba 1 akiwa na pointi zake 61, akiwa amecheza mechi 23, lakini chini yake kuna Simba Sports Club mwenye pointi 57, amecheza mechi 22, lakini Azam akiwa na pointi zake 51, amecheza mechi 25 bana. Huku nyuma kabisa, chini kabisa, Ken Gold akiwa na pointi zake 16, mechi 25. JKT Tanzania Prison pia akiwa na pointi zake 21, akiwa amecheza mechi 25. Kagera Sugar akiwa watatu kutoka mwisho, akiwa na pointi zake 22, amecheza mechi 25. Lakini Young Africans leo anakwenda kushuka dimbani kucheza mechi yake ya 24 akiwa na pointi 61. Endapo kama atapata pointi katika mchezo huu, basi atafanikisha kufikisha pointi 64, kitu ambacho kitaendelea kumweka juu kilelani kabisa, akiwa ameshikilia msimamo wa kilele hicho cha msimamo wa ligi kuu Premier League, NBC Premier League, ambao Young Africans leo wanategemea kushuka dimbani kwa Coastal Union. Lakini moja kati ya taarifa sasa ambayo aliweza kuitoa Millard Hamdi kama head coach wa klabu ya Young Africans, nini alichokizungumza? Tumejiandaa vizuri katika mchezo wetu wa leo dhidi ya Coastal Union. Pia tulikuwa na mchezo mzuri dhidi ya Tabora United, na tunaamini tutakuwa na mchezo mzuri pia leo na tena dhidi ya Coastal Union na Coastal Union, maana mchezo wa leo hautakuwa ni mchezo rahisi, na tutakwenda kucheza kwa umakini ili kuhakikisha tunaondoka na alama 3. Sisi Young Africans, kama Young Africans, malengo yetu ni kuhakikisha kwamba kila mchezo ambao tunacheza tuhakikisha kwamba tunashinda ili tuendelee kujiweka katika hatua nzuri ya kufikisha malengo yetu na kuhakikisha kwamba tunatoa ubingwa wa NBC Premier League kwa msimu huu, na tuna malengo ya mbali zaidi, lakini ili tuyafikie malengo ya mbali lazima haya malengo mengine tuyakamilishe. Mechi itakuwa ngumu, narudia kusema tena, mechi itakuwa ngumu, na itakuwa ngumu sana kutokana na kwamba wapinzani wetu wanatufuatilia zaidi ya sisi tunavyowafuatilia, lakini kutokana na ukubwa wa klabu yetu na uzoefu wa wachezaji wangu, basi nina uhakika nitapata alama 3. Kuna wachezaji ambao wamerejea kwenye kikosi, hatakuwa nao Tabora, lakini hapa katika mchezo wa leo tutakuwa nao mchezaji kama Haridi Aucho, Kratos Chota Chama, Kennedy Msonda, Stefan Aziz. Hawa wote watakuwepo katika kikosi hapa leo katika mchezo wetu. Hayo yalikuwa ni maneno ya Millard Hamdi mara baada ya kuongea na waandishi wa habari kuelekea kwa mchezo huo. Lakini Mtwara Msheri kama goalkeeper namba 2 wa kikosi cha Young Africans aliweza kusema maandalizi kuelekea mchezo wetu dhidi ya Coastal Union ni mazuri kwetu. Kila mchezo ni wa muhimu sana kushinda kwetu. Tunaomba mashabiki waje kwa wingi watusapoti wakiwa wamevalia mashati ili kutupa supporta na kuhakikisha tunashinda mchezo huu. Haya yalikuwa ni maneno ya Mtwara Msheri, goalkeeper wa klabu hiyo ya Young Africans, kuelekea katika mchezo huo wa Young Africans wakikaribisha Coastal Union, michezo ya Young Africans ambayo wanakwenda kuicheza. Ipi comment yako kuelekea kwa hiki alichokizungumza Millard Hamdi? Maana watu wamekuwa ni kama wakizungumza kwamba bwana mshikaji anakuwa kama anajiwekea nguzo, ni kama anajiwekea uzio hivi, yani kama anakuwa anaogopa